Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya ya awali, ninaomba sasa uniruhusu nijielekeze katika kutoa muhtasari wa matokeo ukaguzi kwa mwaka wa fedha wa 2023/2024. Mheshimiwa Rais, baada ya ripoti hizi kuwasilishwa bungeni, ripoti zote zitawekwa wazi ili wananchi waweze kuzisoma. Mheshimiwa Rais, nianze na idadi ya kaguzi nilizozifanya kwa mwaka wa fedha 2023/2024. Kwa mwaka wa fedha wa 2023/2024 nimefanya jumla ya kaguzi 1485 za aina mbalimbali, zikihusu kaguzi 1301 za hesabu za fedha, kaguzi 15 za ufanisi, kaguzi maalum na kiuchunguzi 52, kaguzi za mifumo ya tehama 105 ambazo zimefanyika katika taasisi 78 na kaguzi za kiufundi kwa njia real time audit 12. Mheshimiwa Rais, kuhusu kaguzi maalum na kaguzi za kiuchunguzi 52 ambazo nimefanya, kati ya hizo kaguzi 44 zilitokana maombi kutoka kwa wadau mbalimbali na kaguzi 8 ziliibuliwa na ofisi yangu kwa mujibu wa mamlaka niliyopewa kikatiba na kisheria. Maombi ya kaguzi yalitolewa na mamlaka zifuatazo. Kaguzi 30 zilitoka vyombo vya uchunguzi ambavyo TAKUKURU, DCI na DCEA. Kaguzi 9 zilikuwa kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kaguzi 3 zilitoka ofisi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kaguzi 2 zilitoka kwa wakuu wa taasisi za serikali. Hadi kufikia sasa kaguzi 44 zimekwisha kamilika na taarifa zake zimetumwa kwa wahusika waliowasilisha maombi, huku kaguzi 8 zikiwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa hati za ukaguzi. Katika mwaka wa fedha 2023/2024 nimetoa jumla ya hati 1301, ikiwa ni ongezeko la hati 92 ikilinganishwa na hati 1209 zilizotolewa mwaka wa fedha 2022/2023. Kati ya hati hizo nilizotoa mwaka huu, hati 220 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, hati 218 zinahusu mashirika ya umma, hati 513 zinahusu serikali kuu, na hati 19 zinahusu vyama vya siasa, na hati 332 zinahusu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati hizo, hati zinazoridhisha kwa maana hati safi ni 1295 sawa na 99.5. Hati zenye shaka ni 5 sawa na 0.4. Hati mbaya ni 1 sawa na 0.1, na hakukuwa na hati ya kushindwa kutoa maoni. Kwa ujumla, hati za ukaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa utayarishaji wa hesabu unaridhisha na unaimarika, na kwa kiasi kikubwa unazingatia taratibu na kanuni za uandaaji wa hesabu za kimataifa. Mheshimiwa Rais, taasisi ambazo zilipata hati zenye shaka na hati mbaya ni zifuatazo: kiwanda cha dawa KECO, Bodi ya Chai Tanzania, Chuo cha Sukari cha Taifa, Shirika la Posta Tanzania. Hayo ni mashirika ya umma, na miradi ya maendeleo ilikuwa ni halmashauri ya wilaya ya Rumeru, mfuko wa afya wa pamoja, na chama cha siasa cha National Reconstruction Alliance NRA kilipata hati mbaya. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niende kwenye hali ya utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Katika ripoti ya ukaguzi wa miaka iliyopita nilitoa mapendekezo kadhaa yaliyokusudia kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma na kuboresha ukusanyaji wa mapato hapa nchini. Mheshimiwa Rais, natambua juhudi kubwa za serikali katika kufanyia kazi mapendekezo ninayoyatoa kwenye ripoti zangu za ukaguzi. Hii ni pamoja na ofisi yako kutoa miongozo mingi juu ya kushughulikia mapendekezo ya ripoti zangu. Katika hili Mheshimiwa Rais, naomba niruhusu nimpongeze kwa dhati Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiruka kwa kuratibu zoezi la kusimamia utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi kupitia kwa makatibu wakuu ambao ni maafisa masuhuri. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, naendelea kuweka msisitizo wa mapendekezo haya kutekelezwa kwa ukamilifu wake ili kuhakikisha matumizi bora ya fedha na rasilimali zingine zinazotumika katika kutekeleza shughuli mbalimbali za serikali zinazolenga kuwaletea wananchi maendeleo. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Kufikia tarehe 30 Juni 2024, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35.
Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023. Hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na asilimia 18.36. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni asilimia 23.6 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 40, na deni la jumla ni asilimia 41.1 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 55. Malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni asilimia 127.5, chini ya ukomo wa asilimia 180, na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni asilimia 14.5, chini ya ukomo wa asilimia 18. Mheshimiwa Rais, niende kwenye mapato ya kodi. Ukaguzi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania umebaini kuwa katika mwaka wa fedha wa 2023/2024 jumla ya makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023. Hili ni ongezeko la shilingi trilioni 3.49 ambalo ni sawa na ongezeko la asilimia 15.46. Licha ongezeko hili, Mheshimiwa Rais, makusanyo haya yalikuwa chini kwa shilingi bilioni 659.61, sana asilimia 2.5 ya makadirio ya shilingi trilioni 26.725. Makusanyo ya kodi, Mheshimiwa Rais, yalichangia asilimia 56 ya mapato yote ya serikali. Niwapongeze TRA kwa juhudi zao za kukusanya mapato na kukaribia kufikia malengo ambayo yamekuwa kiwekewa na serikali. Mheshimiwa Rais, katika mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa, mamlaka ya serikali za mitaa zimekusanya jumla ya shilingi trilioni 1.23 ambayo ni zaidi ya makisio ya shilingi trilioni 1.14. Halmashauri 110 zilivuka malengo yao ya makusanyo huku halmashauri 72 zikishindwa kufikia malengo. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio hayo niliyotaja, ukaguzi wangu umebaini mapungufu kadhaa katika ukusanyaji wa mapato kama ifuatavyo. Kwanza, kesi za kodi zinazosubiri maamuzi za shilingi trilioni 9.83. Mamlaka ya Mapato Tanzania ilikuwa na kesi 1186 za kodi zenye jumla ya shilingi trilioni 9.83 zilizokuwa bado hazijatatuliwa katika mahakama za rufaa za kodi kwa Tanzania bara, kwa maana Court of Appeal of Tanzania, TRAT na TRAB. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa serikali za mitaa, mamlaka 14 za mamlaka ya serikali za mitaa zilitarajiwa kukusanya shilingi bilioni 45.61 kupitia mawakala wa mapato, lakini zilikusanya shilingi bilioni 19.49 zikiwa ni upungufu wa shilingi bilioni 26.12. Upungufu mkubwa zaidi ulionekana katika halmashauri 6 zifuatazo. Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam ilipanga kukusanya kutoka mawakala kiasi cha shilingi bilioni 15, lakini ilikusanya bilioni 3.4. Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni ilipanga kukusanya bilioni 10.25, lakini ilikusanya bilioni 5. Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo ilipanga kukusanya shilingi bilioni 3.1, ilikusanya shilingi milioni 909. Halmashauri ya Jiji la Mwanza ilipanga kukusanya bilioni 3.6, lakini ilikusanya bilioni 1.6. Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo ilipanga kukusanya shilingi bilioni 2.1, lakini ilikusanya milioni 635. Na halmashauri ya Wilaya ya Babati ilipanga kukusanya shilingi bilioni 2.5, lakini ilikusanya bilioni 1.47. Mheshimiwa Rais, napendekeza management za mamlaka husika zisimamie kwa karibu utekelezaji wa mikataba na kuhakikisha mikataba inajumuisha kipengele cha dhamana kwa fidia pale mawakala anaposhindwa kutimiza masharti ya mikataba.